Taarifa ambayo pia imeripotiwa mdau kutoka huko Mashariki ya Kati ambako mizozo ya kijeshi imekuwa ikiripotiwa karibia kila mwezi, kila mwaka, ambako pia kule Mashariki ya Kati ni kama pia pamekuwa hapatulii kabisa. Yaani matisho ya kivita, lakini pia vita vimekuwa vikiripotiwa kila siku, kila mwezi, watu kupoteza maisha, lakini pia baadhi ya watu kukosa makazi kutokana na mashambulizi mengi ambayo pia yamekuwa yakiripotiwa katika kanda hizo za Mashariki ya Kati, na maanisha Israeli. Lakini pia siku za nyuma tulishuhudia Iran, yani maanisha mwaka jana, ambako pia walikuwa wakifanya mashambulizi katika maeneo yao ya kijeshi. Lakini pia tumeona huko Yemen mapigano ya Wahuthi, ambako sasa hivi kama baadhi ya maeneo kumetulia, lakini bado Israeli imeonekana kuwa tishio sana katika ukanda wa Mashariki ya Kati, ambako pia tumeshuhudia juzi imeanza mashambulizi huko Gaza upya. Lakini pia taarifa ambayo sasa imeripotiwa siku ya leo ni ya kwamba Waisraeli wanajipanga kushambulia miundombinu ya nyuklia huko nchini Iran. Hii ni taarifa ambayo imeripotiwa siku ya leo, ambako pia sasa baada ya kukufahamisha taarifa hii ya kwamba Waisraeli wanajipanga kushambulia miundombinu ya nyuklia huko nchini Iran, utasikia pia kauli ambayo amezungumza kiongozi mkuu wa Iran anayefahamika kama Ayatollah Ali Khamenei, ambaye ni kiongozi mkuu kutoka huko nchini Iran au kiongozi wa kanda maeneo hayo. Utasikia kile ambacho pia amekizungumza kuhusu chokochoko au baadhi ya vitu ambavyo pia vinaendelea kwenye mazungumzo yao, hasa kuhusu mambo ya nyuklia kati ya Iran na Marekani. Basi kwa sasa nakusihi ya kwamba pia au nakukumbusha kwamba kama bado hujabonyeza neno subscribe, basi unaweza kufanya hivyo, pia ripoti zote ambazo nimekuwa nikiziweka hapa uweze kuzipata kwa muda mwafaka kabisa. Nikianza na ripoti kutoka huko Israeli, ambako imeripotiwa ya kwamba majeshi ya Israeli yanatayarisha mashambulizi dhidi ya miundombinu ya nyuklia ya Iran licha ya mazungumzo yanayoendelea kati ya Washington na Tehran. CNN kama shirika la habari limeweza kuripoti hivyo, huku likinukuu vyanzo vya utawala kutoka Washington. Uwezekano wa Israeli kushambulia kituo cha nyuklia cha Iran umeongezeka sana katika siku za hivi karibuni, kilisema chanzo kinachofahamu kijasusi cha Marekani kuhusu swala hilo, ambako pia matarajio ya makubaliano ya Marekani na Irani yaliyojadiliwa na Trump ambayo hayataondoa uranium yote ya Irani hufanya uwezekano wa mgomo kuwa mkubwa zaidi. Haijawekwa wazi kwa vyanzo ikiwa mamlaka ya Israeli tayari imefanya uamuzi wa mwisho wa kushambulia, lakini data za kijasusi za Washington haziungi mkono kwa uwazi maandalizi ya serikali ya Kiyahudi. Miongoni mwa viashiria vya matayarisho ya Israeli kwa mgomo au kushambulia ni uhamasishaji wa mabomu ya anga na kukamilika kwa mazoezi ya anga, vyanzo vimeeleza hivyo. Wakati huo pia ripoti hiyo inasema ya kuwa kuna uwezekano ya kuwa Israeli inadhihirisha nguvu kuishinikiza Irani kufanya maafikiano makubwa kuhusu mpango wake wa nyuklia. Na hichi ndicho ambacho pia kimeripotiwa na shirika la habari la CNN kuhusu ya kwamba Israeli inajiandaa kufanya mgomo au kushambulia miundombinu ya nyuklia huko nchini Irani, japo pia bado kuna taarifa ambazo kwa upande wa Israeli hazijawekwa wazi, au pia kwa upande wa Marekani ambaye ndo amekuwa kama nchi ambayo inashirikiana kwa ukubwa na Israeli, bado pia hawajathibitisha. Lakini kwa mujibu wa ripoti wa vyanzo ambavyo pia vimeliambia shirika la habari la CNN ni ya kwamba Israeli huenda pia wakafanya mashambulizi kwenye miundombinu ya nyuklia huko nchini Irani, ikiwa ni kama shinikizo au kushinikiza Irani kukubaliana na Marekani, kile ambacho pia kwa sasa wanazungumza kuhusu mipango yao ya nyuklia, ambako Washington kwa muda mrefu imekuwa ikishinikiza sana Irani iache mipango yake ya nyuklia. Pia kiongozi mkuu wa Irani anayefahamika kama Ayatollah Ali Khamenei, yeye amesema ya kwamba mazungumzo ya Iran na Marekani hayawezi kufanikiwa kamwe. Kwa nini? Basi pia na kufahamisha hicho ambacho amekizungumza kiongozi huyo. Kiongozi mkuu wa Irani anayefahamika kama Ayatollah Ali Khamenei ameelezea wasiwasi wake kuhusiana na matarajio ya mazungumzo na Marekani yenye lengo la kusuluhisha mzozo wa nyuklia unaoendelea. Wakati wa kipindi cha rais wa zamani aliyefahamika kama Ibrahim Raisi, na sasa kumekuwa na mazungumzo upatanishi, lakini hayajazaa matunda.
Hivi sasa hawaamini mazungumzo hayo yataleta matokeo yote yanayoonekana nini. Mustakabali unabakia kutokuwa na uhakika, ofisi yake ya vyombo vya habari ilimnukuu kiongozi huyo. Kulingana kiongozi huyo wa Jamhuri ya Kiislamu alisema ya kuwa ni kosa kubwa kuitaka ikome kurutubisha madini yake ya uranium. Katika ujumbe maalum alisema, ningependa kutoa onyo kwa upande mwingine wawakilishi wa Marekani wanaoshiriki katika mazungumzo hayo kupitia patanishi, jaribuni kutozungumza upuuzi. Kudai ya kwamba hamtakubali Irani kufuata kurutubisha ni kosa kubwa. Hatuhitaji ruhusa ya mtu yoyote. Pia alionyesha kuwa hivi karibuni atafafanulia watu wa Irani umuhimu wa kurutubisha uranium na sababu za Magharibi, hasa Marekani, kusisitiza kwa Irani kusitisha mchakato huo. Hapo awali, Washington ilitaka Teherani kuachana kabisa na kurutubisha uranium na kupunguza kwa kiasi kikubwa mpango wake wa nyuklia, ambapo katika kujibu, wizara ya mambo ya nje ya Irani ilisema ya kwamba mamlaka ya Iran iko tayari kujadili kikomo cha upeo na kiwango cha kurutubisha uranium ikiwa vikwazo vitaondolewa. Hata hivyo, Iran inasalia na msimamo wake wa kupinga kusitisha mpango wa nyuklia, ikikazia kwamba haki ya nishati ya nyuklia ya kiraia imehakikishwa kabisa kwa nchi zote ambazo zimetia saini mkataba wa kuzuia uenezaji wa nyuklia, ambayo Tehran ilikuwa miongoni mwa nchi za kwanza kuwa mwanachama. Wakati huo pia, Washington na Tehran, huku Oman ikikaimu kama mpatanishi, zimefanya duru 4 za mazungumzo yenye lengo la kusuluhisha mizozo kuhusu shughuli za nyuklia za Iran, ambako pia mkutano wa awali ulifanyika Aprili 12 huko Muscat, Oman, na kufuatiwa na kikao cha pili cha Aprili 19 huko Roma. Raundi ya 3 na ya 4 ilitokea huko Aprili 26 na Mei 11 huko Muscat, ambako pia Iran iliwakilishwa na waziri wa mambo ya nje anayefahamika kama Abbas Araghchi, huku mjumbe mkuu wa Marekani akiwa mjumbe maalum wa rais anayefahamika kama Steve Witkoff, na ambako pia kulingana na Lawrence Norman wa The Wall Street Journal alisema vyanzo vinapendekeza kwamba duru ya 5 ya mazungumzo inaweza kufanywa huko Roma kuanzia Mei 24, yani siku ya Jumamosi wiki hii, lakini pia Jumapili ya wiki hii, yani Mei 25 mwaka huu. Na hiki ndicho ambacho pia kwa sasa naweza kuzungumza au kukwambia au kukufahamisha kile ambacho pia kinajili huko Mashariki ya Kati, ambako pia mizozo ya kijeshi imekuwa kila siku ikiripotiwa, hasa pia kutoka Israeli, Iran na mataifa mengine kutoka pale Mashariki ya Kati. Hivyo basi naamini kabisa utakuwa umefahamu kile ambacho kwa sasa pia kinaendelea kati ya Iran na Israeli. Basi pia taarifa zingine zaidi nitazidi kufahamisha hapa kwenye chimbo letu la habari za kimataifa.